Hapa nipo na mtu wa nguvu kabisa, mtu wa muhimu, mtu wa maana. Huyu ni mwalimu wangu aliyenifundisha tangu chekechea mpaka darasa la 7. Mwalimu, shikamoo. Marhaba, mzima. Mzima koma. Wewe, habari za siku? Salama kabisa. Mwalimu, wewe ni miongoni mwa wazazi ambao wamehudhuria katika siku hii ya leo. Bila shaka una mtoto? Naam. Ndio nimekuja kwake. Nimekuwa na tendency ya kupita katika mashule mbalimbali hasa katika siku hizi za mahafali na kuweza kufanya vipindi na watoto. Asilimia kubwa nilikuwa nikiuliza, baada ya kuhitimu kidato cha 6 unatarajia kwenda chuo kusoma kozi gani? Ama kwa namna moja ama nyingine wewe ni kozi gani ambayo hata wakuchape viboko hata wakuroge uweze kusoma? Asilimia kubwa wamekuwa wakisema ni ualimu. Wewe unafikiria hii ni kwa sababu gani? Nafikiri ni changamoto za walimu zilizopo, labda kwa sekta ya walimu kutokuheshimika, labda ndio inasababisha sasa hivi kwa watoto wengi wakwepe au wakatae walimu kwa sababu ya kudharaulika. Alafu na sasa hivi ajira nyingi hazipo, ndio maana watoto wengi wanataka waende wasomee vile vitu ambavyo akimaliza anaweza akajiajiri. Pengine unafikiria ni jambo gani ambalo linasababisha hadi walimu wanakuwa hawaheshimiki katika jamii? Basi tu ni kulingana na kasumba iliyopo, lakini sio kwamba eti labda inasababisha. Lakini kikubwa zaidi nafikiri wanakwepa hiyo kwa sababu ya ajira. Sawa. Wengi wanamaliza chuo wanakaa majumbani kusubiri ajira na ajira hazipo. Kwa hiyo anaamua aende akasomee kile kitu ambacho anaweza kwenda kujiajiri. Sawa. Hadi kuwepo katika nafasi hii uliyopo, umepita chuoni pia, si ndivyo? Kwa siku 2-3 hivi kumekuwa na matukio ya ajabu sana ambayo yamekuwa yakizuka hasa kwa wanavyuo. Wengine mara wanapigania wanaume, wanafanya nini. Wewe ambaye unahitimisha mtoto wako kwa siku hii ya leo, vipi unaona chuo kikuu ni sehemu salama kwa ajili ya kumpeleka mtoto wako? Ni sehemu salama, ni kulingana na mtoto jinsi alivyolelewa na kujitambua. Lakini kumbuka kwamba mambo hubadilika, tabia inabadilika siku kwa siku. Inategemeana na mtoto mwenyewe anapofika kule, lakini kikubwa zaidi nafikiri ni kumwelimisha mtoto na kuongea naye na kumpa mawaidha ili anapokwenda kule ajue anaenda kufanya nini. Sawa. Nashukuru sana mwalimu. Ukiwa mwalimu na mzazi kwa ujumla, rai yako ni ipi kwa wanavyuo walioko huko ambao lengo lao kubwa limewapeleka ikiwa ni elimu, lakini wanafanya ndivyo sivyo? Wao wazingatie kile kilichowapeleka kule. Wasiende kuenda kuiga kwenye makundi ndio sio mazuri. Sawa. Wanapofika kule wao wazingatie kilichowapeleka kule. Sawa. Nashukuru sana mwalimu. Asante. Mtazamaji wa Kipaji Mtaji kupitia Kinanga TV, nilikuwepo naye mwalimu wangu wa nguvu kabisa na ameweza kufunguka mengi. Bana, tuzidi kuwa pamoja mpaka tamati. Jina langu ni Rafael Godfrey Kinanga wa Kinanga TV.